Wanachama wa timu ya wajumbe wa Iran ambao wamesafiri hadi Islamabad kufanya mazungumzo ya upatanishi na Pakistan na upande wa Marekani wakati wa mapumziko ya muda mfupi baada ya siku 40 za uchokozi wa kijeshi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran walifanya mkutano na mkuu wa majeshi ya Pakistan usiku wa Ijumaa. Chanzo cha habari kutoka Tasnim News nchini Iran kimeripoti kwamba kulingana na mwandishi wa Tasnim aliyetumwa Islamabad baada ya kuwasili kwa ujumbe wa Iran mjini Islamabad usiku wa Ijumaa, wajumbe wa timu hiyo walifanya mkutano na mkuu wa majeshi ya Pakistan. Ujumbe wa Iran wanatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif saa 1 jioni kwa saa za Pakistan Aprili 11. Kutokana na ugumu na unyeti mkubwa wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani, ujumbe wa Iran haujumuishi tu wajumbe wakuu wa mazungumzo bali pia kamati za kiufundi na wataalamu kwa mashauriano yanayohitajika. Ujumbe wa Iran una wajumbe 71 ikiwemo timu kuu ya mazungumzo, timu za wataalamu, wawakilishi wa vyombo vya habari pamoja na timu za kawaida za sheria na usalama. Spika wa bunge la Iran Mohammad Gharibafu anaongoza ujumbe huo wa Iran ambao pia unajumuisha waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi, gavana wa benki kuu ya Iran Abdulnasir Hemati na mjumbe wa baraza la taifa la ulinzi Ali Akbar Hamadian. Ujumbe wa Iran pia unajumuisha naibu waziri wa mambo ya nje Kazim Garibabadi, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghi, naibu wa sera za kigeni katika baraza kuu la usalama la taifa Ali Bagheri Khan, mbunge Mahmoud Nabaviani, msaidizi wa masuala ya kimataifa kwa spika wa bunge na mshauri wa kimkakati wa spika wa bunge Mahdi Muhammad. Ujumbe wa Marekani umewasili Islamabad na wajumbe 300 ambao unajumuisha timu kuu na kamati za ushauri na sehemu kubwa ikitolewa kama timu ya usalama pamoja na sherehe. Kufuatia mauaji ya kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei na baadhi ya makamanda wa kijeshi mnamo Februari 28, Marekani na Israel zilianzisha shambulio kubwa la kijeshi dhidi ya Iran. Kwa kujibu, majeshi ya Iran yalifanya mashambulizi dhidi ya sehemu za Marekani na Israel katika eneo hilo na maeneo yaliyochukuliwa na kuonesha uwezo wao kulipiza kisasi kwa ufanisi kinyume na matarajio. Katika juhudi za kupunguza mvutano, upatanishi wa Pakistan ulisababisha makubaliano ya mapumziko ya wiki 2 mnamo Aprili 8 ambayo yanaruhusu mazungumzo mjini Islamabad. Iran imeweka mpango wa masharti 10 kwa mazungumzo ambayo yanajumuisha madai ya kuondolewa kwa majeshi ya Marekani, kuondolewa kwa vikwazo na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Serikali ya Iran inashikilia msimamo wa kutokuamini Marekani, ikisisitiza kuwa mazungumzo si ya kutatua mzozo bali ni kuhamisha uwanja wa vita kwenye uwanja wa kidiplomasia.